Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, kama vile haelewi ni nini anachokifanya katika kumaliza vita kati yake na Urusi. Wakati huu Marekani imeazimia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha vita hivyo vinamkamilika, na rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametuma wajumbe mbalimbali kutoka nchini mwake kwa ajili ya kufanya mazungumzo na pande zote mbili za Urusi pamoja na Ukraine. Lakini Zelensky ni kama vile haelewi ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika katika kutatua mzozo huo. Nyakati fulani alionekana kama vile anaona Marekani imeungana na Urusi kwa ajili ya kuikandamiza Ukraine, licha ya kwamba Marekani hiyo ndio ambayo imetoa usaidizi mkubwa kwa ajili ya Ukraine. Lakini imani yake kwa rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump imekuwa ni ndogo sana. Wakati huu anaamua kuwasuta wajumbe wa Donald Trump. Volodymyr Zelensky amemkashifu mjumbe maalum wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, ambaye pia katika kipindi hiki anafanya kazi pia kwa upande wa Urusi na Ukraine, na anamtuhumu kwa kusambaza simulizi za Kremlin. Zelensky alisema hayo katika mahojiano na watangazaji wa Uropa, ikiwa ni pamoja na Ufaransa. Alimshutumu Witkoff, afisa muhimu katika ufunguzi wa mazungumzo ya kutatua mzozo wa Ukraine, kwa kuchukua upande wa Moscow na kumsaidia rais wa Urusi Vladimir Putin. Ninaamini kwamba Witkoff kweli hunukuu simulizi za Kremlin mara nyingi sana. Ninaamini kwamba hii haitatuleta karibu na amani, na ninaamini kwamba kwa bahati mbaya hii itadhoofisha shinikizo la Marekani kwa Urusi. Tunaweza tu kurekebisha hali ya nyuma ya habari hizi kupitia matendo yetu. Tunajaribu kufanya hivyo, Zelensky alisema. Kauli za Witkoff ni kikwazo sana kwetu kwa sababu tunapambana na Putin, na kwa kweli hatutaki awe na wasaidizi wengi, aliongeza Zelensky. Zelensky inaonekana alikuwa akirejelea matamshi yaliyotolewa na Witkoff katika mahojiano hivi majuzi na waandishi wa habari wa Marekani, ambapo mjumbe huyo maalum alikuwa akizungumza kuhusu hali ya maeneo ya zamani ya Ukraine ambayo yamejiunga na Urusi, akielezea suala hilo kama tembo ndani ya chumba ambalo hakuna mtu anataka kuzungumzia. Wanazungumza Kirusi. Kumekuwa na kura za maoni ambapo watu wengi wameonyesha kwamba wanataka kuwa chini ya utawala wa Kirusi, Witkoff alisema. Na Warusi ni kweli katika udhibiti wa maeneo haya. Swali ni je, ulimwengu utakubali kwamba hayo ni maeneo ya Urusi? Je, Zelensky anaweza kuishi kisiasa ikiwa atakubali hili? Hili ndio swala kuu katika mzozo huu, aliongeza bwana Witkoff. Matamshi hayo yalikasirisha Kiev, huku mkuu wa kamati ya mambo ya nje ya Ukraine Alexander Merezhko akilaani kile alichokiita taarifa za aibu za kushtua na kuitaka Washington kumfukuza Witkoff asiyekuwa na weledi kabisa katika jukumu lake. Kauli za Witkoff zilikaribishwa na waziri mkuu wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye hata hivyo alipendekeza kwamba kwa kuzingatia matamshi yake mjumbe huyo maalum ilikuwa ameelewa kiini cha uhasama kati ya Moscow na Kiev. Anasema, nimemuelewa Steve Witkoff. Yeye ni mtu mwerevu na mwenye nguvu ambaye anadhani kwamba kila mtu anapaswa kufahamu mambo anayoyaona kuwa dhahiri. Kwa kuzingatia kauli alizotoa wakati wa mazungumzo yake na Tucker Carlson, kiini cha mzozo huu kiko wazi kwake, Lavrov alisema katika mahojiano na vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na Channel 1 ya Russia wiki hii. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.